Ninashangaa watu wanafanya agano kwenye ndoa, lakini hawajawahi kufanya agano na fedha ya kwanza isije zikaachana na mpaka kifo kiwatenganishe. Lakini wanafanya agano kwenye ndoa, lakini kwenye maisha haya ya kawaida hawana agano na maisha ya wao kufanikiwa siku zote, ya wao kuwa na pesa siku zote. Kwa hiyo wanafanya agano kwenye ndoa, wanasema tutakuwa na wewe katika shida na raha. Mwanangu, umefunga hapa ndoa, sikuongozi hayo maneno ya kwenye shida. Ya kwenye shida, kwa Mungu hakuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo wachie wachungaji wa dini huko, ndio ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaenda kwenye ndoa yako, unaenda kula bata. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kuna baraka za upande wa kiume, kuna baraka za upande wa kike. Hamwezi kufeli kote kote. Hamwezi kufeli kote kote. Kwa kuna neema ya upande wa kike, kuna neema ya upande wa kiume. Kwa kama huku zimegoma, huku zitafunguka. Kama huku zimefunga, huku zitaachia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yusufu alipoenda kwa Potifa, mali zake ziligoma kwake, alipokuja Yusufu zilifunguka. Bwana Yesu asifiwe. Labda ni wakati Yakobo hayupo, mali zake zilikuwa hapa. Alipokuja mali zake ziliongezeka. Kuna wakati unatembelea neema ya mwezi wako. Unaweza mkawa kwenye ukoo wenu nyinyi maskini, lakini kwenye ukoo wa mwenzako wana uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unatembelea neema ya kwao. Hauishi kwenye neema ya ukoo ya familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana hata kama unaoa, wajua wapi unaoa. Na kama unaolewa, wajua wapi unaolewa. Wewe unafikiri je, vijana, ningekuwa mimi leo, unafikiri ningeoa kila siku? Nafikiri ningeoa kwa akili hizi ambazo Mungu amenipa sasa hivi. Kwa akili hizi ambazo Mungu amenipa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hata Wafilisti huko nje wanaangalia nani anafaa. Kama uelewi, kamuulize. Kamfumulize mfalme. Alipogundua Yusufu ana neema, hakumwacha aende kwao, akamwambia mwanangu kaa hapa. Hata kama wa ukoo mwingi, hata kama wa kabila hili, akamwambia kaa hapa. Hakuchukiwa mpugirautine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wewe una mchumba akwambia leo unakula nini? Wewe yani hauna pesa na mchumba mwenyewe akuulizi unakula nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchumba mwenyewe ndo anakuja kugokea kwako, unajua sijala leo. Mchumba gani huyo? Mchumba anatakiwa aje kwako na kwambia nakuja na kuku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakuja na kuku ameshanionea wako, natamani nimemisi mapishi yako. Sasa unakuja unaanza kula, unagongea. Umekuja kuolewa, umekuja kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya neema ni kutoa baraka. Kuna watu wengine wakija kwenye maisha yako ni mateso. Mungu akupatie watu sahihi wa maisha yako. Mungu akupatie watu watakao kufanya katika jina la Yesu. Bwana akupatie watu watakao kupatia raha katika jina la Yesu. Mungu akupatie watu watakao kupa raha katika jina la Yesu. Kazi ya neema haileti kila mtu, inamleta mtu sahihi kwa maisha yako. Sio usianze kusema wanaume wa kuoa saizi wapo. Sio wanawake wa kuoa saizi wapo. Hao wa zamani wewe uliwaona wapi? Sio sema hata kutongoza tu ilikuwa kazi. Ukimwambia uite mwanamke kwanza unaanza kutetemeka. Unatetemeka, ulikuwa huwezi kutongoza hivi. Sasa hizi Mungu mwenyewe awasaidie sana. Mungu awasaidie, na ashukuriwe Mungu alishanitoa huko. Alishanitoa huko. Yaani unaanza kuzunguka kwanza, unazunguka kwanza, yaani usemi leo unaenda unapiga story kesho. Na ndio maana ulikuwa unatongoza miaka miwili, wengine mwaka mzima. Mwaka mzima unamfuatilia mtu. Ukija kusema anakwambia ngoja kwanza. Kwa mfano si wahe unakuta amenyamaza.
Yaani amekubali afu amenyamaza kujibu. Kwa hiyo unaondoka, unaenda nimekataliwa au tena unakaa unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hizi mnaenda kisasa. Yaani hujachunguza familia yake ikoje, tabia yake ikoje. Na ndio maana wakati mwingine tunaishi na nyoka. Kama wale kaangalia vijana wengi wanaodondoka kiroho. Wamedondoshwa na wachumba zao. Kwa nini? Kwa sababu wale wachumba wanafyonza upako. Wanafyonza ile nguvu. Wanaunganisha na miungu ya kwao. Wakishaunganisha na miungu ya kwao, unakuta ile nguvu, ile spidi ya kwanza inakufa. Na ndio maana Mungu alikuwa anawaambia wana wa Israeli, msioe wanawake wa mataifa. Kwa nini? Kwa sababu watawageuza. Kwa sababu kuna vijana wa saizi wanageuzwa. Yaani alikuwa vizuri, anaenda speed, unakuta anatongolomoka ndio mzee kabisa. Kulikuwa tabibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema nimewaamini vijana kwa sababu mnazo nguvu. Sasa leo itisha mkesho. Vijana ndio wa kwanza kulala nyumbani. Anajiuliza Mungu aliyowaamini hao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Baraka na Bwana usipitie kwa jina la Yesu. Amen. Ufanikiwe maradufu katika jina la Yesu. Amen. Ufanikiwe maradufu kwa jina la Yesu. Amen.